Kwa rosine tumepiganisha na bishop wetu. Moka na bishop. Amenipa salamu zenu, sipokeeni kwa ajili ya Bwana. Amen. Mungu awabariki na watende mema. Kwa hivyo ninao shukrani. Ni kwa sababu ya maombi yenu. Kwa sababu mmezidi kutushikilia. Kutuombea. Na kusimama pamoja. Mungu awabariki na watende mema. Kwa hivyo leo asubuhi nashukuru Bwana. Na ni kwa sababu yeye ni mwaminifu. Bwana asifiwe. Nataka tuone neno la Bwana. Nataka kuambia kila mtu ajiandae kuwa chombo ambacho kitatumika, kitu ambacho kimeheshimika, kitatumika kwa njia ya heshima, fanya kazi ya heshima. Bwana asifiwe. Tuende katika Timotheo wa pili, Timotheo wa pili 2 aya ya 20. Tuanzie hau 20. Inasema basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya mti na vya udongo, vingine vina heshima, vingine havina. 21 inasema basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa, kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. 22 lakini zikimbie tamaa za ujanani, ukafuate haki na imani na upendo na amani, pamoja na wale wamwitao Bwana kwa moyo safi. 23 walakini uyakatae maswali ya upumbavu yasiyo na elimu, ukijua wa kuzaa magomvi. 24 tena haimpasi mtumwa wa Bwana kuwa mgovi, bali kuwa mwanana kwa watu wote, awezaye kufundisha na mvumilivu. 25 akiwaonya kwa upole wao washindanao naye, ili kama ikiwezekana Mungu awape kutubu na kuijua kweli. Amen. Bwana asifiwe. Mwadhani ya gosho. Aidiwe Mwokozi. Mwadhani ya gosho. Siku ya leo. Mwadhani ya Mwokozi. Ningetaka tu Mungu atusaidie. Bega kai atusaidie. Na ili Mungu atutengeneze. Bega kai atupondeke. Tuwe vyombo. Tukorwo ito. Ambavyo vitatumika. Indo ile siku kwa njia ya heshima. Na njia yake tio. Katika kanisa la Bwana. Ndio wa nyumba yake. Maana Biblia imesema. Ndio Biblia atuga. Katika nyumba kubwa. Ndio wa nyumba nene. Sio nyumba vitu vya dhahabu. Na toyo sio dhahabu tusikuwa. Maana tuseme nyumba kubwa. Ndio tuge nyumba nene. Tuseme mahali ya nyumba ya ufalme. Tuge hado nyumba ile ya mwadhamaki. Maana katika ufalme. Ndio dhamaki. Ukiingia katika nyumba ya mfalme. Ukiingia nyumba ya mwadhamaki. Utakutana na vyombo vya kila aina. No parane na idosia mithemba yote. Maana mfalme akiwa katika nchi. Utembelewa na wafalme wa nchi. Asera geronea dhamaki kumamfulima. Na wafalme wa nchi zingine wakimtembelea. Na dhamaki ya furori na muserera. Na vipawa vyao. Na iheo siao. Mwana nyegosho. Nakumbuka siku moja. Na nikana muthenyo umwe. Tulienda upande wa Rwanda. Ne mathine mo kwa Rwanda. Na wakati tulienda upande wa Rwanda. Na rĩrĩa mathine Rwanda. Tulienda katika ikulu ya Rwanda. Mathine nyũmba-inĩ ya mũthamaki ya Rwanda. Mwana nyegosho. Na wakati tulienda kule. Na rĩrĩa mathine kũu. Tulikuwa tumeenda kwa sababu ya vita zilizokuwa upande wa Rwanda. Nĩwathiĩte nĩ ũndũ wa mbara ĩrĩa yarĩ Rwanda. Na kukawa na vita iliyokuwa kali sana. Na magĩkorwo gwĩtona ya kwamba katika dunia atĩ thĩ yothe hiyo nchi atĩ bũrũri ũcio inakaa iko na historical events ambazo zina watu wanaenda nchi nzima, dunia nzima kwenda kusoma. Wana maũndũ ma kĩririkano mabũrũri mothe mathiĩte gũthoma na kũmenya na umeteha na madhara iliyoletwa na maũndũ marĩa marehetwo nĩ mbara ĩyo. Si yale imeletwa, yale yaliletwa. Mbara ĩrĩa yarehetwo nĩ mbara ĩyo. Na ile vita nĩ mbara ĩyo. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Tukakuta magĩkora kwa sababu ya huyu mfalme nĩ tondũ wa mũthamaki aliyekuwa anatawala ile mũthamaki warĩ wathara mũthamaki alikuwa ana
anaabudu sanamu. Ahoyaga thanamu. Nje yake. Hadeja. Katika ua za nje. Mahoine mahuja. Kulikuwa na pod. Ile pod ya kuogelea. Nekwade na hauhamwe dhabira. Hapana, si hauhamwe dhabira. Hebu eleza pond ni nini? Swimming pool. Kulikuwa na hiyo swimming pool hapo nje. Bwana asifiwe. Mwadhani ya gosho. Swimming pool ya nyoka. Ni hali hado nyoka sienda bagira. Si nyoka. Leo umesema nyoka nyingi. Lakini nimesema nyoka moja. Ni hali ya nyoka yenda bagira. Ambayo ilikuwa inatumika. Nyoka yatumika. Kana kwamba ni miungu. Netagai ya mfalme. Ya kayamu. Kwa hivyo ilikuwa imetengenezwa. Kono nyoka yathondekeirwo. Swimming pool. Yathondekeirwo swimming pool hali ya cha. Yathondekeirwo. Bahari pa kuota juu. Hado otajiwa. Pa hiyo nyoka. Hanyokeo. Mwadhani ya gosho. Ilikuwa imetengenezewa. Nyoka yathondekeirwo. Bahari pa kukula. Hado ya kulira. Pahali pa kukula. Hado ya kulira. Pahali pa kukulia. Hali yadi ya gira. Wakati wa kukula kwa hiyo nyoka. Dede ya nyoka yadi ya. Ilikuwa inakula busi 5 siku moja. Yadi ya gapoli 5 muthenya umwe. Na nikuchinjiwa. Na ni nyokera irathijirwo. Bwana asifiwe. Mwadhani ya gosho. Haya. Katika sasa hiyo ni nje. Hau nature. Tukiingia ndani. Twacoka thiini kulikuwa na nyumba ya mfalme. Ni kwa na nyumba ya muthamaki. Mahara alikuwa anakaa sitting yake. Hali sitting room ni muthamaki karaga. Na baada ya sitting room na au sitting room alikuwa na nyumba ya orofa. Ni athia na nyumba ya ghorofa. Kulikuwa na kanyumba orofa ya 3. Ni kwa na kanyumba ghorofa ya 3. Kila mwaka au mwakani kulikuwa na mchawi. Ni gwakoragwo na murogi. Alikuwa ametengenezewa kanyumba. Athondekeirwo kanyumba. Ya kwamba kila mwaka ati o mwaka atakuwa akikuja na anatoa nini madhahabu inaitwa dhabihu zake. Akaruta magongona make kuu. Bwana asifiwe. Mwadhani ya gosho. Na kuna vitu zilikuwa zimewekwa vile alikuwa anatoa dhabihu. Na hendo afagita hau ile ruta magongona. Na katika hiyo nyumba tena. Na nyumba ile hiyo rigi. Kulikuwa sehemu ama nyumba ama rumu ya wageni. Ni kwani na nyumba ya wageni. Na wafalme walikuwa wanakuja. Na athamaki ni mokaga. Na kila mfalme na o muthamaki akikuja ndio oka kuna zawadi alimkujia nayo. Kwa hivyo kulikuwa na kila sehemu kwa ni kwani na maundu mothe ya kila hapana katika ile nyumba kulikuwa na tusehemu ama drawer. Ni kwani na to drawer auto kila mfalme huyu alikuwa ni mfalme wa wapi? Huyo kama mthamaki wa Kodo. Huyu alikuwa ni mfalme wa Paris. Huyo na kia kunua Paris. Mfalme wa Paris. Na kama mthamaki wa Paris. Alikuja mwaka huu. Au kile mwaka huyo. Zawadi aliyoletea mfalme. Ndio kile alihilo mthamaki. Ilikuwa ni hii. Kiari hiki. Bwana asifiwe. Mwadhani ya gosho. Kwa hivyo alikuwa na zawadi nyingi zilikuwa zimepangwa. Nani na hilo nyingi siapagitwo. Na hizo zawadi. Na hilo hizo. Kwa na maana yake. Siane na maana yake. Maana siku ya leo hatutaki maana zao. Na nikiona tutina. Maana wengine walikuwa wanakuja kuabudu ile. Na kutolewa dhabihu. Neto ndo kama kuhanya moyo amerutira magongona. Mwadhani ya gosho. Kwa hivyo tulipofika kule. Kwa nini mafikiri ya roho? Katika ikulu ile. Kulikuwa na vitu nyingi. Kwani naitwa nyingi. Kulikuwa na maana zake. Na siane na maana yake. Na vyombo nyingi. Zilizokuwa zimewekwa kule. Shege tokule. Kama dhahabu. Kenya dhahabu. Mimi sijaona dhahabu. Yendani na dhahabu. Wakati nilikuwa Kenya. Ndio Kenya. Lakini nilipotoka kule. Na aje kule. Nilienda na nikaona vitu za dhahabu. Hadi niliona nikaona dhahabu ni nini? Na kiona dhahabu ni nini? Mwadhani ya gosho. Mwadhani ya gosho. Kwa hivyo wakati nasema tuingie katika nyumba ya kifalme. Kwa nini anaanza tuingie katika nyumba ya mfalme? Nyumba ya mthamaki. Huwa na kila kitu aina ya vyombo vyote. Vinavyopatikana katika dunia. Maana katika kutembelewa kwake yeye huletewa vyombo. Bwana asifiwe. Ya kila aina. Bwana asifiwe. Na kuna kasehemu tena kalikuwa kakuweka silaha. Jesi ukaelewa. Maana kalikuwa nikana kwamba ni kama nika wardrobe. Lakini ka wardrobe hako kalikuwa tena na
shimo. Kale na ilima. Mambo huwezi ukaelewa. Lakini nataka kukuambia. Ninataka tujiandae. Kuwa chombo ambacho ni cha heshima. Kinaweza ni cha heshima. Ambacho kinafanya kazi ya kuheshimika mpaka mbele za Bwana. Maana huyu mfalme alipoweka vitu ambavyo alikuwa anaona kama kwamba ni za heshima kwake, alitoka pale na akaitolea kila aina ya dhabihu na kukulisha hizo na kuzipea chakula, lakini kwa sababu ya ile miungu akakasirika kwa sababu ya miungu na madhabahu yaliyokuwa yakitolewa kila mwaka, madhabahu yaliyokuwa yakitolewa. Mungu alikasirika. Hiyo si vita iliyotoka katika ile. Tulipokuwa kule tuliambiwa vita vilivyochacha, hakika damu ilikuwa inateremka katika mito ya ile nchi. Damu ya watu iliteremka kama mito. Tukiwa kule kuna shimo kama 6 mashimo ambao ilichimbuliwa ya kuota ya kuchukua mifupa na watu ambao walikuwa wameuawa na hizo mashimo zimejaa mifupa ya watu. Kwa hivyo ilikuwa horrible. Ilikuwa ya kushangaza kabisa. Ni mambo mabaya hata uwezi ukataka kuyaona. Maana waliuana kuuana. Na hii shida ilitokea kwa sababu ya mfalme. Kuleta miungu na kuwa akitoa kafara kwa sababu ya miungu. Kwa hivyo hiyo shida ikawa. Hiyo vita ikawa. Damu ikamwagika na mioyo ya watu ikaenda. Kwa sababu ya kuwa leta chombo kinachofanya kazi isiyoheshimika. Kwa hivyo siku ya leo nataka kukuambia katika nyumba ya kifalme kuna vyombo vya kila aina. Maana Biblia inasema katika ile nyumba kubwa vitu zinawezekana sio nyumba kubwa. Maana inawezekana sina sofa zetu, sina kitu ya dhahabu, lakini kwa mfalme hakuwezi kukakosa kitu ya dhahabu. Maana Biblia imesema katika nyumba kubwa kuna vitu vya aina nyingi, na sio kwa dhahabu tu, kuna hata vitu vya udongo. Lakini vya udongo ni kama nini? Unaona wakati tunaenda katika curios, hizi tunyumba tunauzaka curios, vitu za wakamba zimechongwa, pengine zimechongwa kutoka kwa mawe, ama zingine zimetengenezwa na udongo, lakini zimepangwa, zimeundwa vizuri, lakini zimepakwa mpaka rangi. Hata ukiona unaona ni kama si mawe, si mbao, ukawezi ukaelewa, lakini ni kitu kinakufutia. Kwa hivyo katika nyumba hiyo kubwa, sio vitu vya dhahabu zinapatikana. Hivyo Biblia imesema zinapatikana mpaka za udongo. Bwana asifiwe. Maana zimechongwa vizuri na kuwekelewa pahara, maana inafutia. Zingine ni za mbao, zimechongwa vizuri, zimeweka vizuri kama hizi vitu za mbao za furnitures. Ni za mbao lakini ziko ndani ya nyumba ya mfalme, lakini kimetengenezwa kwa muundo mzuri ambao wa kufutia. Biblia inasema tu haipatikani tu vitu vya dhahabu, kuna vitu zingine kule. Hata kivalio kinapatikana, hata mopa inapatikana katika ile nyumba. Maana
nyumba-inĩ ĩyo inastahili wakati mwingine kufagiliwa. Maji inaweza mwagika. Maji no maitĩke. Inatakikana mopa ya kuondoa maji. Kwa hiyo si dhahabu tu. Vitu za kurembesha tu. Kuna zingine zinapatikana ambazo zinaonekana ni kana kwamba hazina heshima. Lakini ni za heshima. Kulingana na kazi itakayofanyika. Maana kitu ambacho kinatoleta ufundo ikimwagika hata kama ni nyumba ya kubwa. Nyumba kubwa kitu ambacho kina ufundo ambacho kimwagika katika nyumba iliyojawa na dhahabu. Bila mopa hata kikombe na dhahabu kidumu pale inaleta kuheshimika kwa ile nyumba ina ufundo. Lakini mopa inaweza chukuliwa na ioshe ile nyumba na irudishe ile nyumba katika hali nzuri ambayo inaleta mfundo mzuri. Maana kile uchafu umeondolewa. Kwa hivyo kila kitu kilicho katika nyumba kubwa kina kasi yake. Lakini Biblia inasema nini? Bwana asifiwe. Hebu turudi pale katika Biblia. Maana najua nimewaelezea kiasi ya kwamba sasa tutashika vile tutakuwa tukijifundisha. Hebu tuende katika hiyo aya ya 20. Basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya mti na vya udongo, vingine vina heshima, vingine havina. 21. Basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima. Bwana asifiwe. Mwadhani agosho. Atukuzwe Mwokozi. Mwadhani agosho. Kama mtu atajitakasa kwa mtu ndiye na ajitenge na eheria. Bwana asifiwe. Na mambo yasiyo ya heshima. Na matale magosi. Hata kama wewe ni chombo cha bao, utatumika kuleta heshima. Utatumika kwa ajili ya heshima. Bwana asifiwe. Ukijiosha, ukijiweka vizuri, Bwana asifiwe. Unajua wakati mwingine mopa zote zikiwekwa pale vile ilitumika na vile mwenyewe anaitumia inaweza kutumika pahala popote. Ukichukua mopa uoshe nayo uende umirushe nje, itashikana na zile matakataka ama uchafu. Baadaye itaanza kutoa ufundo. Lakini kuna mwingine anaweza kuwa na mopa yake. Yeye tu akitoa uchafu anaenda anaiosha, anaianika juu, bado inaonekana ni kitu mzuri. Bwana asifiwe. Biblia inasema wakati sisi tutakapojitakasa na kujiondoa kwa mambo yasiyo ya heshima, tutatumika kama vyombo vya heshima katika nyumba ya Mungu. Bwana asifiwe. Kama mopa inaweza tolewa huko nje na ingizo kwa mfalme na ianze kufanya kazi katika nyumba ya Mungu na kuleta sura mzuri katika nyumba ya Mungu. Bwana asifiwe. Kama inaweza fanya kitu kizuri, itafanya kitu ya kuheshimika. Maana wakati nyumba imeoshwa, watu wanasikia vizuri wakiwa kule, wanasikia wakiwa kusereka. Bwana asifiwe. Maana nyumba imeoshwa na imetumika tu mopa. Bwana asifiwe. Kwa sababu imeosha vizuri, imeiweka ile nyumba kwa hali nzuri. Bwana asifiwe. Imeondoa ile harufu iliyokuwa katika nyumba, imeondoa ile fumbi iliyokuwa katika nyumba. Kwa hivyo Biblia imetuambia sio vitu vya dhahabu hata zinapatikana katika nyumba, lakini kuna zingine ambao Bwana asifiwe na udongo. Bwana asifiwe.
lakini kitu hutumika kulingana na vile kitu kimejiweka. Kwa hivyo sisi, ingawa sisi ni vitu vya udongo, na ndivyo Biblia yatuambia sisi ni viumbe vya udongo, na kwa sababu ya kujiweka katika Kristo Yesu anatuosha, na katika ufalme wa Kristo Yesu anatutumia kuheshimisha jina la Mungu aishiye milele. Kwa sababu gani? Tunapokubali Yesu Kristo, Yesu anatuosha na anatuondoa, anatutenganisha na mambo yasiyo ya kuheshimika, anatufanya watu ambao wanaheshimika katika ufalme wake. Bwana asifiwe. Biblia inatuambia nini? Wakati Shadraka na Meshaki na Abednego waliposimama vizuri katika imani na kutumainia Mungu na kutetea Mungu wao, Biblia inasema nini? Mfalme alipoweka miungu itainamiwa na kuabudiwa na watu wa nchi hii, walisema ingawa tuko katika nchi ya kigeni na sisi ni watumwa, ni vyombo ambavyo havina uwezo, hazina nguvu katika nchi ya kigeni, sisi bado tu tunajiosha na tunajiweka hamu ya kuheshimika kwa sababu tunamwamini Mungu wetu. Bwana asifiwe. Hao wakasema hawatajitenga na Mungu wao kwa kutenda mabaya na kuinamia miungu. Bwana asifiwe. Miungu isiyo ya haki. Hata wakati mfalme alitengeneza miungu itakayoinamiwa, hao walisema sisi hatuna wakati, tutainamia ile miungu, maana sisi tumejiosha katika nafsi yetu, sisi twajielewa katika mili yetu, sisi tumejitoa, sisi tumejitenga na wale ambao huabudu miungu na kuinamia miungu. Sisi hatuna shida ya kupata madharau ya mfalme na watu wake. Sisi tutasimama maana sisi tumejitenga na kuheshimisha Mungu wetu, na tunajua Mungu wetu atatumtumia kama vyombo vya kuheshimika na kutuheshimisha. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani? Hao walielewa Mungu wao. Hivyo ndivyo Biblia imetuambia. Katika nyumba kuna vyombo vya aina yote. Kuna aina vya vitu vya bao, kuna vitu vya dhahabu. Maana wakati mfalme alitengeneza hiyo miungu ya kuinamiwa, alitengeneza kwa vyombo vilivyokuwa na kuheshimiwa, si ya kuheshimiwa na mfalme. Bwana asifiwe. Na watu wakaona ile miungu inastahili inamiwe, maana mfalme wetu ambaye tunamheshimu ametumika miungu ya kuheshimiwa na nchi mzima, lakini sisi tumejitenga kama vile Biblia imesema. Mtu akijitenga katika mambo yale maovu na kujiweka akiwa msafi, atatumika kwa njia ya kuheshimika. Kwa hivyo Shadraka na Meshaki na Abednego wakajitenga na heshima za mfalme, na wakasema hao watazidi kuinamia Mungu wao ambao wanamtumainia na ambao wanamjua. Biblia inasema hivi, walijaribu kutishiwa, wakaambiwa, akazidi kuambiwa, nyinyi kama hamtainamia ile miungu, kuna moto umewekwa mara 7
kumaita ambao utatupwa katika ile tanuru moria ogo ilima inene kwa sababu ya kukataa kuinamia miungu. Metodo akora kuinamia kaisha Hao walisema asho machuba sisi tumejitenga, igwe netweheria sisi tunaamini iliyo tuihokeja Mungu wetu ambaye tunamjua, hata kama hatuna nguvu, hatuna uwezo katika nchi ya kigeni, sisi hatuna sehemu katika hii nchi, sisi sehemu katika kusema kwenu ama usemi wenu na mfalme, sisi tunausikia lakini hatutatenda kulingana na kupenda kwenu na vile mnafanya. Sisi tumejitenga kwa njia ya kuheshimika, maana hata kama hatuna uwezo, sisi ni kama vyombo vya bao, sisi ni kama vyombo vya makaratasi, tukiwa mbele zenu hatuna uwezo, hatuna nguvu, maana mamlaka iliyowekwa imekuwa na mfalme, na sisi hatuna uwezo juu ya uwezo wa mfalme na mamlaka ya mfalme, lakini sisi tumejitenga, maana sisi tujielewa. Hata ikiwa umetengeneza tanuru ambao mtatuchoma, sisi hatuna shida, hatupingani, maana sisi tumejitenga. Kazi ambayo tumejitengea ni ya kuheshimika, na tunajua Mungu wetu atatutumia kwa njia ya heshima, ya kutuheshimisha na kujiheshimisha yeye Mungu. Kwa hivyo Biblia inasema walipoendelea na siku zikaisha, wakingojelewa wabadilike hao imani yao, walisema hawabadiliki, na waliambia mfalme, sisi mfalme hatubadiliki. Bwana asifiwe. Sisi hatubadiliki, maana hakuna wakati tutainamia hiyo miungu, maana sisi tunajua tumejitenga na tunafanya kazi ya kuheshimika mbele za Mungu wetu, na tunajua Mungu wetu atatutumia kwa njia ya kuheshimisha, atatutumia kama vyombo vya kufanya kazi ya kuheshimisha na kujiheshimisha. Bwana asifiwe. Biblia inasema hivi, siku ilipofika mfalme akawaambia, kuna kauli ya mwisho wao umeachiliwa mfanye. Waliambia mfalme wacha ijulikane ya kwamba sisi hatubadiliki na hatuogopi, hatutishwi na moto wako, sisi tuwekeni kwa moto, maana sisi pahala tumejitenga na pahala tumejiweka. Sisi kazi ambayo tumeandaliwa ni kazi ya kuheshimika mbele zake Mungu, na kama huyu mheshimu Mungu ambaye ametutenga na tumetumainia kwake, kama hata kutuokoa kwa hiyo moto wako, hatuna shida, bado tutatumaini na kuishi milele. Biblia inasema hivi, mfalme aliamuru warushwe katika tanuru la moto. Biblia yasema walio watukua na kuwarusha hao ndio walilabwa na moto, wakafa na wakaisha. Lakini kule ndani walipotupwa ndani, Biblia inasema Mungu kwa sababu ya wale kujitenga na kusimama imara na kuwa vyombo vya dhahabu katika imani na kujitenga, kuwa vyombo vya kuheshimika na kufanya kazi ya kuheshimika. Mungu alituma mwanawe Yesu Kristo na akaonekana, ingawa wako katika tanuru, Mungu alijitangaza kupitia hawa
Bwana akashuka na tekenya toka mbinguni na kujiheshimisha na kuheshimisha hao vyombo na kuteide itosho Bwana asifiwe. Wakawa vyombo ambavyo vilikuwa vinaheshimika makora itosha muteka viliheshimiwa na sigeteyo mpaka mbele ya mfalme mpaka nchi yote mpaka dunia siku ya leo. Tunaona hali ya kusimama kwa Shadraka na Meshaki na Abednego, maana walikuwa vyombo ambavyo vilijitenga na zikaondoa kuinamia miungu ya yule mfalme. Bwana asifiwe. Wakasimama vizuri. Bwana atukuzwe. Aidiliwe Mwokozi. Kuna watu wengine wananishangaza. Bwana asifiwe. Wako katika Malaki 3:16. Watu wa kuheshimika, vyombo ambavyo vinaheshimika, ambavyo vinafanya kazi ya kuheshimika. Bwana asifiwe. Hebu tuwaone kutoka aya ya 16, 3:16. Malaki 3:16 inasema ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikia, na kitabu cha ukumbusho kaandikwa mbele zake kwa ajili ya hao waliomcha Bwana na kulitafakari jina lake. Nao 17, nao watakuwa wangu, asema Bwana wa majeshi, katika siku ile nilifanyao, na watakuwa hazina yangu hasa, nami nitawachilia vile mtu amwachiliao mwanawe mwenyewe amtumikiaye. 18, ndipo mtakaporudi nanyi mtapambanua kati ya wenye haki na waovu, na kati ya yeye amtumikiaye Mungu na yeye asiyemtumikia. Bwana asifiwe. Aidiliwe Mwokozi. Hao watu katika Biblia, adwasho Biblia ine. Biblia inasema nao watu ambao walikuwa wanamtumainia Bwana. Biblia ronga watu waliomehoketeka. Bwana asifiwe. Waliokuwa wanamuogopa Bwana. Wakakaa chini kama siku ya leo. Magikala ni muda tobo. Wakitafakari. Magishiria. Wakitumika. Kama vyombo vya heshima. Bwana kanisa lilikuwa indikana kwamba limetoka nje. Limetoka kanidane tawaumete. Limedidia kiimani. Maana Biblia inasema walipokaa chini, hao ambao wanamuogopa Bwana waliacha kutafakari mambo ya kanisa. Maana kanisa limefika. Kwa nini kanisa limedidimia? Wakaanza kusema tulikuwa tunatolea Mungu wetu matoleo hapo awali, lakini hivi sasa nikana kwamba hakuna matoleo. Mungu wetu alikuwa naongea hapo awali kupitia mitume wake na manabii wake, lakini hivi sasa nikana kwamba Mungu amenyamaza. Wakaulizana ni kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Bwana asifiwe. Mungu alipowasikiza akasikia, wameanza kuwapiana vile watatumika kama vyombo vya heshima ya kurudisha kanisa sehemu yake. Bwana asifiwe. Biblia inasema walianza kuwapiana, tukatolea Mungu wetu madhabahu, tukatolea Mungu vitu vyake, wakio tumelegea kutoa, tutarudi katika kuomba Bwana pahala tumekosa kuomba sasa. Mungu alipowasikia akasikia watu ambao wanataka kurudisha na kutenganisha kanisa na mambo yale ya awali yasiyoheshimika. Maana kanisa ilikuwa imerudi, wanaanza kuwazia ili watarudisha kanisa katika sehemu yake. Mungu akawasikiza. Bwana asifiwe. Biblia inasema Mungu alipowasikiza akasikia
ni watu ambao wako na makusudio mazuri, wako na mpango mzuri wa kurudisha kanisa katika sehemu yake, wa kuunganisha kanisa na Mungu wao. Mungu akawasikiza. Biblia inasema Mungu akasema na majina ya wale watu yanakiriwe katika kitabu cha kumbukumbu. Na hata hiyo kitabu iwekwa katika pahala pasiri, katika hazina zangu, na ili wakati nitakapokuwa nikitaka kujiheshimisha ninawachukua wao watu ambao wamejitenga na kujiweka katika sehemu ya kufanya kazi ya kuheshimika, na ili mimi Mungu najiheshimisha kupitia hao watu. Kwa hivyo majina yao yakawekwa katika hazina. Hivi leo nataka Mungu na atukumbuke majina yetu na atakiri katika kitabu chake cha kumbukumbu, na ili wakati atakuja kuinua kanisa atajua nitapitia kwa dada wetu, nikitaka kuinua kanisa nitatumia dada wetu amejitenga kuwa chombo cha kuheshimika. Wakati nataka kujiheshimisha nitapitia kwa dada wetu na Meshaki na Abednego, maana yeye hainamii Mungu, hainamii miungu, amejitenga kutoka kwa maovu na amejiweka katika utakatifu, na pahala utakatifu unatawala. Mimi Mungu sio pale hupatikana. Bwana asifiwe. Maana Mungu hupatikana katika utakatifu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati Mungu anataka kuja kufanya kazi ya heshima, Bwana asifiwe, anaingia kwako dada wetu, anakutumia dada wetu kwa sababu umejiweka. Bwana asifiwe, umejitakasa. Maana Biblia inasema katika Timotheo, chombo chochote kikijitakasa kitatumiwa kwa njia ya heshima. Kwa hivyo dada wetu, utakapojitenga na kujitakasa na kujiweka sehemu ya utakatifu, Mungu hutembelea katika hali za utakatifu na hutumia watakatifu wake kwa njia za kuheshimika. Kwa hivyo kama Mungu akitaka kujiheshimisha upande wa Nakuru, atakutumia wewe, maana umejiweka na umejitenga kwa wale waovu, kwa wale wanainamia miungu mingine, kwa sababu wewe umejitenga na umesimama vizuri. Hakika Mungu atakutumia kwa njia ya heshima, atakuheshimisha ili naye ajiheshimishe. Bwana asifiwe. Hebu Mungu na atusaidie tupate kujitenga na kujiweka safi tukiwa mbele zake. Tuachane na maovu ya dunia, tuachane na tamaa za dunia, na ili Mungu adamane pamoja nasi, na ili Mungu awe pamoja nasi. Unajua Enoko, Bwana asifiwe, wakati aliishi hapa duniani ili alijitenga na dhambi, alijitenga na kuinamia Mungu, akaandamana pamoja na yeye, akawa rafiki wa Mungu. Wakati Mungu alimtazama, alijua huyu sitamuona. Biblia inasema alibeba Enoko na mwili. Kwa sababu gani? Alikuwa chombo ambacho kilikuwa kitakatifu, kimejitenga na maovu. Bwana asifiwe. Hata Mungu alipomtembelea aliona sitamuona. Biblia inasema alipanda na yeye na mwili, kwa sababu alikuwa chombo kilichokuwa kimejitenga katika kuinamia miungu
Akajiweka kiakuwa chombo kitakatifu na rafiki ya Mungu. Kwa hivyo Mungu alipomtembelea, Mungu aliona huyu sitaacha. Bwana asifiwe. Huyu rafiki wangu, hii chombo kimejiweka kikiwa kitakatifu, ikaenda naye mbinguni. Biblia inasema alienda na yeye akiwa katika mwili. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nasi wakati tuishi, ndugu zetu na dada zetu, tujiweke katika utakatifu, na pale Mungu hatakosa kututembelea. Atakuwa rafiki wetu, msaada wetu, furaha yetu, wokovu wetu, Mungu pamoja nasi. Kwa hivyo Mungu atubariki na atutende mema. Amen.